Bwana, tunaweza kusema kwamba historia imeandikwa kwa mara ya kwanza kabisa msanii kutoka Tanzania, Dar es Salaam kufanya show katika ukumbi mkubwa kama huu ambao unafahamika kwa jina la Royal Albert huko London. Ni jambo ambalo limewasurprise watu wengi sana, hususan kwa jinsi ambavyo umati wa watu ulivyojitokeza. Ukumbi ni mkubwa, ni level 4, yani kuna ground floor alafu kuna level nyingine 3 juu, yani ni kama gorofa, na huu ni ukumbi ambao naweza kusema kwamba kama wewe unatazamaga zile show za X Factors au American Got Talent, huu ukumbi ni mkubwa zaidi ya zile kumbi ambazo unazionaga katika hizo show kubwa ambazo pia zinafanyikaga huko London sometimes. So kwa mujibu wa hiki kilichotokea, ni jambo ambalo kweli linafanya Watanzania wajisikie proud kwa mara ya kwanza, kwa sababu kama unavyoelewa kwamba wasanii wetu bwana huaga wakiendaga kuperform huko nchi za nje huaga wanapataga watu ambao hawazidi 700, lakini hapo ukipiga mahesabu ya haraka ni zaidi ya watu 20,000 wamejitokeza katika hii show na tickets zilikuwa sold out. Lakini pia ni moja kati ya moment ambazo zimewafurahisha watu wengi sana kwa hapa Tanzania. Sifa nyingi sana zimeenda kwa Diamond na imeanza kuleta ile hope, matumaini, maana huu mwaka huu 2025 ni moja kati ya miaka ambayo Diamond anafanya tena revolution. Diamond anafanya revolution kwa mara nyingine ya pili. Umeona bwana Kwa sababu Diamond ndiye msanii ambaye ameupa hadhi kubwa muziki wa Bongo Flava mpaka hawa wasanii wengine wameanza kutajirika kupitia muziki. Hiyo ni mara ya kwanza, revolution ya kwanza kabisa. Ya pili ni hii hapa sasa, kupeleka hii game kimataifa. Kwa hiyo huyu ni msanii ambaye kiukweli ni wa kipekee sana na lazima tumpe sifa zake. Umeelewa Kwa sababu kufanya revolution mara mbili sio jambo dogo. Maana hapo awali tunakumbuka kwamba tokea enzi zile za kina Juma walikuwa wanafanya show bas. Umeona lakini Diamond alivyoingia kwenye game mwaka 2009 ndipo akaja kupindua mambo, akapindua meza. Sasa hivi watu wanapiga pesa kupitia social media platforms, wasanii wamekuwa brand, wameanza kupata brand deals na vitu vingine tofauti na huko awali. Lakini pia muziki ulikuwa uko dormant hapa Tanzania, lakini this time around Diamond ameonyesha tena kwa mara nyingine kwamba tuna uwezo wa kufanya muziki ukaenda kimataifa na watu wa nje wakatusikiliza, kwa sababu kuvuta wazungu umati wa wazungu kuwaweka katika sehemu moja wa kusikiliza wewe Mtanzania sio jambo dogo. Kwa wenzetu wa Nigeria ilikuwa ni rahisi kwa sababu lugha ilikuwa ina favor, lakini Diamond anaimba zaidi Kiswahili na hili amelifanikisha. So ni kitu ambacho kweli lazima tujisikie proud kuwa na msanii kama huyu hapa Bongo. Yani hiyo ni kutoka moyoni kabisa naizungumza. So show ilikuwa ni kali, kusema ule ukweli. Show ilikuwa ni kali. Diamond Platnumz amefanya kitu kikubwa, lakini amepata support pia kutoka kwa watu mbalimbali, akiwemo Juma Jux kutoka hapa Tanzania, Ommy Dimpoz, Baba Levo, mama yake mzazi alikuwepo, lakini pia kutoka kwa wasanii wenzio ukiachana na wakina Juma Jux ambao pia walipanda stagini. Kutoka Nigeria bwana kulikuwa kuna wasanii mbalimbali kama vile Tiwa Savage, alikuwepo msanii ambaye anafahamika kwa jina la msanii mwingine kutoka Nigeria ambaye ni Mr Flavor, lakini ukiachana na Mr Flavor alikuwepo pia Pato Ranking, lakini pia ilitakiwa pia Kiss Daniel naye pia awepo, lakini naona labda kuna tatizo ambalo lilitokea, kwa hiyo hakuhudhuria show hiyo. So hao ni wasanii kutoka Nigeria ambao pia walikuwa pale kumpa backup, kumsupport Diamond Platnumz. At the end of the day tunachoweza kusema ni kwamba Diamond ametisha, show ilikuwa kali. Ukiwa kama mdau, weka nawe pia maoni yako bwana hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.